damu ya Yesu. Hiki kitu sije ukakichukulia poa. Ili damu ya Yesu iwe na nguvu kwako, ili damu ya Yesu iweze kufanya kazi kubwa sana kwako, kwanza lazima ujue damu ya Yesu ipo. 2, lazima ujue damu ya Yesu ina nguvu. 3, lazima uiamini damu ya Yesu. Na utakapojua damu ya Yesu ina nguvu, ndipo itakapokuwa na nguvu kwako. Ukichukulia damu ya Yesu kirahisi rahisi, haitafanya kazi, wala pepo hawatababaika utakapokuwa ukitumia damu ya Yesu live kama leo au katika maombi yako. Iamini. Na mwenye damu yupo hapa leo, yupo kwa ajili ya kukusaidia. Sawa jamani? Jikaze. Hata kama joto lipo, joto linasababishaga usingizi. Sasa jikaze, unisikilize. Shetani ana kawaida, unapolala hautasikia. Unafanyaje kazi? Kwa hiyo damu ya Yesu kwa wengine itanyamaza kimya, haitafanya kazi. Hata ukurupuke vipi, unachokisikia ukakifanyia kazi, kile ndicho chenye nguvu. Uwezi kufanyia kazi kitu ukijui halafu unakifanyiaje kazi. Fahamu historia yake halisi, fahamu nguvu ya hicho kitu. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa kulitumia jina la Yesu kama lilivyo, kwa sababu nalo lina nguvu. Na kuna umuhimu mkubwa sana wa kulitumia neno la Mungu kwa sababu lina nguvu. Na kuna umuhimu mkubwa sana wa kuitumia damu ya Yesu. Na hivi vitu vinatendaga kazi kwa mipaka. Japokuwa neno la Mungu lenyewe litaingia kila sehemu, mahali ambapo kuna vifungo, damu ya Yesu inatakiwa kwenda pale. Utalitumia jina la Yesu. Usipotumia damu ya Yesu, vifungo vingi havifunguliwi.